Je, unafahamu kwamba ukifanya makosa kwenye kuanzisha chakula cha nyongeza, mtoto anaweza ikawa sababu ya mtoto kukosa hamu ya kula, ndio ikawa sababu mtoto kukataa chakula, ikawa sababu ya mtoto kupata upungufu wa damu, ikawa sababu ya mtoto kutopanda uzito au akapata utapiamlo. Katika video hii napenda uweze kujua ni utaratibu gani inabidi ufuate ili mtoto asiweze kuangukia kwenye matatizo kama hayo, au ni utaratibu gani wa kuanzisha chakula cha nyongeza utamsaidia mtoto aweze kuwa na afya bora. Nakukaribisha katika mwendelezo wa vipindi ambavyo tunafanya hapa. Katika kipindi cha leo napenda tuzungumzie njia bora ya kuanzisha chakula cha nyongeza. Nimepokea watoto wengi ambao wamepata changamoto kutokana na kuanzishiwa chakula cha nyongeza bila kufuata utaratibu. Miongozo inatutaka mtoto aanze kula anapokuwa na miezi 6. Mfano, mtoto aliyezaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza anafikisha miezi 6 inapofika tarehe 31 mwezi wa 6. Kwa hiyo ina maana ataanzisha chakula cha nyongeza tarehe 1 mwezi wa 7. Kwa makadirio ni kama siku 180 tangu azaliwe. Mtoto hapa anakuwa bado kwenye siku 1000 za mwanzo ambazo tunasema ni za msingi sana kuweza kujenga afya bora ya mtoto. Siku 1000 za mwanzo tunaanza tangu mama anapopata mimba mpaka mtoto anapofikisha miaka miwili. Kwa hiyo hiki ni kipindi muhimu sana cha kuweza kujenga future ya mtoto, hasa maendeleo ya kiakili na kimwili kwa ujumla. Inapofika miezi 6, kwanza kitu ambacho natakiwa ufahamu ni kwamba mama anatakiwa kuendelea kumnyonyesha mtoto mpaka afikishe miaka miwili. Labda kama kuna sababu za kiafya ambazo daktari amemwambia kwamba mtoto asinyonyeshwe. Tofauti na hapo, mtoto anatakiwa kuendelea kunyonyeshwa mpaka miaka miwili, kwa sababu pamoja na kuanzishiwa chakula cha nyongeza kuna virutubishi bado anakuwa anaendelea. Mtoto anapofikisha miezi 6, mahitaji ya virutubishi yanaongezeka. Ndio maana huwa tunasema mtoto aanze chakula cha nyongeza. Sasa kupitia video hii nitakupa sababu kwa nini apate chakula cha nyongeza lakini aendelee kunyonya, lakini pia vyakula mbalimbali, uanzishaji wa vyakula mbalimbali kulingana na makundi ya miezi. Najua vyakula vipo vingi, lakini nitatoa mifano kwa ajili ya kujenga uelewa nini kinahitajika hapa. Mtoto kati ya miezi 6 mpaka 24 tunasema aanze chakula cha nyongeza, lakini bado kuna umuhimu mkubwa sana kuendelea kutumia maziwa, kunyonya maziwa ya mama yake, kwa sababu bado maziwa yanapatia virutubishi vingi ikiwemo protini, ikiwemo wanga, ikiwemo mafuta. Na hapa tunapata mafuta ambayo kwa kawaida huwa yanaitwa ni essential amino acid, ambayo kwa kawaida mwili hauwezi kuyatengeneza yenyewe, ambayo ni omega 3. Lakini tunapata vitamin kama vitamini A. Vitamini A bado ni ya msingi sana kwenye ukuaji wa mtoto, wa afya ya macho na kinga na kadhalika. Lakini kuna madini ya chokaa ambayo yanasaidia kujenga mifupa ya mtoto. Najua mtoto bado anakuwa, kwa hiyo anahitaji ya chokaa. Lakini kuna choline, kuna DHA na alpha linoleic acid. Hii ni virutubishi ambavyo vinafahamika kwa ajili ya kutengeneza ubongo wa mtoto. Mtoto anakuwa, ubongo unaongezeka. Ila pia kuna vitu vingine ambavyo tunaita non nutritional components za maziwa ambazo huwezi ukapata kwenye chakula cha nyongeza wala huwezi ukapata kwenye formula milk, ambayo ni immunoglobulin, WBC, cytokines, chemokines, microRNA, antimicrobial peptides, good bacteria. Ni msingi sana katika kujenga kinga ya mtoto. Tunajua katika umri bado mtoto anashambuliwa na maradhi mbalimbali, na mengine yanaweza kawa yanasababishwa na chakula cha nyongeza, mfano kama hali ya usafi haijazingatiwa. Kwa hiyo bado maziwa yanakuwa yanamsaidia kupambana na maradhi. Tukija upande wa mama, kuendelea kunyonyesha mpaka miaka miwili bado anapunguza hatari yake ya kupata kansa. Zipo kansa za aina mbalimbali ambazo zinafahamika, kwa hiyo anaendelea kupunguza hatari ya kansa. Lakini ugonjwa wa kisukari aina ya pili, lakini inamsaidia kuepuka na magonjwa ya moyo, ila pia msongo wa mawazo. Kipindi cha kunyonyesha pia ni kipindi ambacho kinasaidia mama kuweza kupunguza uzito, ikiwemo kupunguza tumbo la uzazi. Afya ya mifupa, baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba mama anayenyonyesha anasababisha mwili uweze ku retain virutubishi ambavyo vinasaidia kutengeneza mifupa imara, kwa anakuwa na reserve nzuri ya mifupa. Sasa tumeshajua kwamba kunyonyesha tunatakiwa kuendelee, na kati ya miezi 6 mpaka mwaka mmoja unatakiwa maziwa ndio yanatangulia kunyonya, muda mchache baadaye mtoto ndio anapewa chakula cha nyongeza. Kwa hiyo akifika miezi 6 mpaka 7 unatakiwa uanze chakula kidogo kidogo. Chakula unachomwanzishia unatakiwa kiwe kidogo kidogo, mfano vijiko 2 mpaka 3. Lakini kadri inavyoendelea, mfano wiki ya kwanza, ya pili, ya 3 hadi unafika mwezi wa 7, ina maana utakuwa unaongeza kidogo kidogo mpaka uweze kufikisha ile kikombe cha robo nusu. Lakini unapoanza unaanza kidogo kidogo, vijiko 2 mpaka 3, ambao ni mara 2 kwa siku. Mifano yake tunasema hapa, tunapoanza kwanza huwa tuna stick na vyakula kundi la kwanza lile la chakula, ambao nishalizungumzia kwenye video nyingine, ambao linahusisha nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi za kupika. Mfano unaweza ukaanza na uji wa mahindi ambao ni dona, imechambuliwa vizuri,
unachambua mahindi vizuri, unayaosha, unayaanika, yanakauka vizuri, unaenda unasaga. Na kwenye mashine unasaga mara mbili. Unasaga mara ya kwanza, mara ya pili, uji uwe laini sana. Kwa hiyo kama umeamua kuanza na mahindi. Lakini kuna nafaka nyingine kama mchele, ambapo unaweza ukachukua mchele ukachanganya na boga na karoti na mafuta kidogo, ukapika ndizi, parachichi. Na wakati mwingine tunasema mtoto kama bado ladha ya chakula hajaielewa, unaweza ukachanganya na maziwa ya mama au formula kidogo, kwa sababu mtoto ile ladha ndo mara kwanza. Kichanganya na maziwa ambayo ameyazoea, anaweza ikawa rahisi kukikubali kile chakula. Mfano mwingine ni kama dengu, mafuta kidogo na karoti, na vyote hivi vinatakiwa visagwe vizuri. Kama hauna blender, unaweza ukaponda vizuri kwa kinu vikarainika. Lakini katika umri huu hautaki kuongeza chumvi wala sukari. Kwa sababu gani? Mtoto mahitaji ya chumvi bado anayapata kwenye maziwa ya mama yake, lakini kutumia matumizi makubwa ya chumvi inapelekea figo za mtoto ambazo bado hazijakomaa kupata kazi ya ziada. Lakini upande wa sukari, sukari zina changamoto katika umri huu. Sukari inakuwa haina faida yoyote. Hapa ni pamoja na vyakula vingine vile ambavyo vya viwandani vyenye sukari havina faida kwa mtoto. Tunaanzisha chakula kimoja baada ya kingine. Yaani hakikisha unapoanzisha chakula cha kwanza mtoto aweze kukizoea. Sio leo umemwanzishia hiki, kesho kingine, kesho kutwa kingine, au vitu tofauti tofauti. Hapana. Naanza chakula moja baada ya kingine, na mtoto akipata mzio kwa maana ya allergy, hicho chakula unasitisha. Lakini akikataa, unaendelea kumjaribisha taratibu, kwa sababu hata kama ni wewe ndio unaanza chakula kukila kwa mara ya kwanza, lazima unabidi upewe muda wa kuweza kukielewa. Labda tu kama una allergy au kwa maana ya mzio, hapo unatakiwa kukisitisha. Atapewa baada ya miezi 6 mbele. Sasa hapa miezi 7 mpaka 9 tutaanzia nusu kikombe, tutaenda mpaka 2/3 ya kikombe, kwa maana ya theluthi 2, kile kikombe cha robo. Tunapozungumzia kikombe, tunamaanisha kile kikombe cha robo ambacho ni mils 250. Hapo utampa mara 3 kwa siku, na mifano yake ni kama ndizi matoke au kiazi mbatata, unachanganya na yai moja, mafuta kijiko kimoja. Hapa tunamaanisha mafuta ya mimea, mboga za majani kiganja kimoja, mfano spinach, utablend. Lakini mfano wa pili ni kiazi kitamu, minofu ya samaki, mafuta kijiko kimoja ya mimea, mchicha kiganja kimoja, au mboga yoyote ya majani inayopatikana, una blend vizuri. Mfano wa tatu, mboga lishe, dengu au maharage, kumisha karanga, utablend. Lakini pia unaweza ukampa maharage, ukaweka karoti na mafuta, ukablend vizuri, ukampa uji mchanganyiko. Kuna video nimeshaelezea kuhusu mchanganyiko wa vitu vitatu. Miezi 7 mpaka 9 anafaa kunywa uji wa unga mchanganyiko. Bado nasisitiza katika umri huu mtoto asipewe chumvi, chakula chake kisiwekwe chumvi wala sukari. Miezi 9 mpaka 12, hapa sasa unaweza ukaongeza mpaka kikombe robo 3 ya kikombe, kile kikombe cha robo. Na hapa ni katika umri ambao unatakiwa makini kama mzazi. Mtoto akifika miezi 9 unatakiwa muanzishie vyakula ambavyo anaweza kuvishika. Yaani kama ni chakula unaweza ukakiponda. Kama hujakiponda, unaweza kukata vipande vidogo ambavyo mtoto anaweza akaokota. Kwa sababu gani? Tunaanza kumjaribisha mtoto vyakula vigumu ili aweze kufahamu kwamba kuna kutafuna. Kwa sababu ukiendelea kumpa vyakula vya kublend au kusaga vimelainika kama uji, kuna hatari ya mtoto kutokujifunza kula vyakula vigumu. Kwa hiyo hapo utampa mara 3 na asusa 1 kwa siku. Tunaposema asusa, inamaanisha ni chakula ambacho kinahitaji maandalizi madogo. Mifano yake nimeweka hapa. Mfano smoothie ya ndizi na parachichi, au unaweza kumpa tunda ambalo limeiva vizuri, mfano chungwa, embe, tikiti, papai. Epuka matunda ambayo yana uchachu au ni machungu. Watoto hawapendi vitu hivyo katika umri huo. Bado katika miezi 9 mpaka 12 hatuongezi chumvi wala sukari kwenye chakula cha mtoto. Anapofikisha mwaka mmoja, tunategemea kwamba mtoto hapa kwa kipindi chote ambacho umemwanzishia vyakula mbalimbali, umeshajua mtoto wangu chakula fulani anapenda, chakula fulani hapendi, chakula fulani ana allergy, chakula fulani anakula vizuri. Kwa hiyo katika umri huu utaanza kumpa chakula cha familia ambacho mkula, lakini hakikisha uwe ni mlo kamili. Isije kawa unasema sisi chakula cha familia tunakulaga ugali na mlenda basi tumemaliza, kwa sema na mtoto nampa hivyo. Hapana, tunamaanisha chakula cha familia lakini kiwe mlo kamili, kinahusisha makundi 6 ya vyakula. Na hapo utagundua kwamba chumvi tumeanza kuongeza lakini kwa kiasi kidogo.
Hapa mfano wa pili kuna kiazi, maharage, maziwa ya ng'ombe, karoti, kitunguu, mafuta, sukari. Hii ni kama futari fulani hivi. Kwa hiyo sukari inaweka, lakini kwa kiwango kidogo. Lakini utaona pia vyakula vingine na mifano ambao ipo katika nani hii. Asusa ndio hivyo. Tumezungumzia kwamba ni mara 3 na asusa 2 kwa siku. Asusa nishasema maana yake katika dakika chache zilizopita. Kwa hiyo unatakiwa uzingatie kwamba unaweza muachisha mtoto ziwa akiwa na miaka 2. Akishafika miaka 2 tunalenga kwamba tayari ameshazoea vyakula mbalimbali. Kwa sababu mtoto hapa anaweza kujitegemea kula chakula cha kawaida. Kwa hiyo labda kama ana matatizo ya kiafya ambayo daktari amekushauri kwamba uendelee kumnyonyesha, hapo ni sawa. Lakini kama mtoto anakula vizuri, miaka 2 inakuwa inatosha, anaanza kujitegemea kula chakula cha kawaida. Lakini zingatia usafi na usalama katika uandaaji wa chakula. Mfano, mikono iwe misafi, na hapa tunazungumzia wale mfano na majeraha mikononi, asiandae chakula cha mtoto. Kwa hiyo usafi wa mwili, vyombo, vyakula na mazingira. Lakini tunasema utumie vyakula asilia katika eneo lililopo. Kwenye video nimetoa mifano tuweze kupata picha kwamba ni vyakula gani na mchanganyiko unakuwaje. Lakini angalia katika eneo lako kuna vyakula gani ambavyo vinafanana na hiyo mifano niliyotoa. Mtoto usimpe soda, biskuti, pipi au viporo. Hivi vyakula vya sukari hatushauri kwa watoto, kwa sababu kwanza vinaweza vikampelekea mtoto akakataa vyakula vingine ambavyo sio vitamu, lakini vinaweza vikawa na athari kwenye afya ya meno. Mtoto akaanza kutoboka meno na changamoto kama hizo. Mpe vyakula laini. Usimpe mtoto vyakula ambavyo ni vigumu. Tunapozungumza vyakula laini tunamaanisha ni kama tulivyokuwa tunazungumza kwenye video, chakula kimeiva vizuri, kimelainika. Sio unampa mtoto karanga, sio unampa mtoto vipande vya miogo mibichi. Hapana, hii inakuwa ni hatari, kinaweza kikakwama kooni kikamkaba. Unaongeza kiasi kidogo kidogo, usimkabe mtoto. Mtoto unapokuwa unamwanzishia chakula unakuwa unaongeza kiasi kidogo kidogo kulingana na hamu ya kula ambavyo inaruhusu. Kama ana hamu ya kula inaongezeka, unakuwa unaongeza mpaka kile kipimo ambacho tumekizungumzia kwa umri husika. Kitu kingine, mtoto mpeleke kliniki mpaka afikishe miaka 5. Kwa sababu gani? Huko kliniki wanakuwa naangalia uzito. Ina maana kama mtoto aongezeki uzito, hapo tutajiuliza sababu iko wapi. Maziwa, unyonyeshaji hayatoshi, au chakula anachopewa akiendana na mahitaji ya mtoto. Kwa hiyo wataalamu watakushauri kulingana na hali ya mtoto ilivyo. Lakini watoto wanapewa chanjo kule, wanapewa matone, wanapewa dawa za minyoo, lakini pia mnapata elimu za afya. Kwa hiyo usije mtoto anapopata chanjo ya mwaka 1.5 ukasema ndio umemaliza. Hapana, kliniki inaenda mpaka miaka 5. Kufikia hapa nimeweza kukava angalau kutoa uelewa kuhusu chakula cha nyongeza ni nini, lakini pia umuhimu wa unyonyeshaji mpaka miaka 2. Kitu nachokushauri usisite kusubscribe, kwa sababu najua yote hayo nimezungumza, lakini kuna bado watoto ambao kutokana na makosa au sababu mbalimbali watoto hawapendi kula. Video inayofuata nitaenda kuelezea kwa usahihi au kwa upana zaidi ni vyakula gani au fanyeje kwa mtoto ambaye anakosa hamu kula, mtoto anayekataa chakula, mtoto ambaye unafanya kila namna inashindikana. Kwa nitaenda kuelezea. Cha msingi huo umesubscribe na umeweka alama ya kengele, kwa sababu nikitoa hiyo video kama utakuwa hujasubscribe itakuwa ngumu kuweza kujua. Tukutane wakati mwingine.